Afrika imezungumziwa kwa muda mrefu, lakini mara chache imesikika. Hadithi zake zimeelezwa kupitia macho ya wengine, mara nyingi zikifungwa kwa upendeleo, kupotoshwa au kudhoofishwa. Lakini sasa upepo mpya unavuma. Idhaa ya Kiswahili ya Afrika imezunduliwa, jukwaa jipya la kidijitali lenye dhamira ya kutafsiri upya namna simulizi za Kiafrika zinavyohadithiwa duniani. Hii sio tu podcast nyingine, ni mapinduzi ya mawasiliano, ni ngoma ya kisasa inayogonga midundo ya ukweli, ikibeba sauti ambazo kwa muda mrefu zimebanwa kando. Kupitia Kiswahili, lugha ya umoja, upendo na utambulisho wa bara letu, idhaa hii inawaweka Waafrika mstari wa mbele katikati, wakihadithia simulizi zao bila upendeleo, bila hila na bila kugeuzwa. Katika kipindi ambacho dunia inakimbilia mitazamo ya kigeni kueleza changamoto na mafanikio ya bara hili, idhaa ya Kiswahili ya Afrika inakuja kama daraja, ikiunganishwa na historia na kesho, bara na dunia, wananchi wa kawaida na viongozi wao. Ni sauti safi inayolenga sio tu kuripoti bali kuwakilisha furaha zetu, huzuni zetu, changamoto na mafanikio yetu. Kwa nini ni muhimu? Kwa sababu Afrika haiwezi kuendelea kuwa hadithi ya mtu mwingine. Tunapozungumza kuhusu amani na vita, maendeleo na umaskini, siasa na utamaduni, teknolojia na ubunifu, ni lazima iwe sauti ya Mwafrika inayosikika kwanza. Dunia haiwezi kujua Afrika bila kumsikiliza Mwafrika. Idhaa ya Kiswahili ya Afrika ni mwaliko kwako, kwa wasikilizaji barani na ulimwenguni kote. Ni nafasi ya kusikia Afrika ikijihubiria yenyewe. Ni mahali ambapo simulizi hazitachunguzwa kwa kioo cha kigeni, bali kwa mwanga wa kweli wa Kiafrika. Hii ndio sauti ya kizazi kipya cha Afrika, sauti ya uwazi, sauti ya usawa, sauti ya heshima. Karibu katika idhaa ya Kiswahili ya Afrika, ambapo simulizi za bara letu hatimaye zinarudi mikononi mwetu. Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Ujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi, raia na wakazi wa bara hili. Tunakuandalia taarifa mbalimbali, ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Ann Ngugi. Andamana nami kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Ni watoe hofu kwamba tarehe zile za kupiga kura hakutakuwa na vurugu yoyote. Tokeni kwa wingi, kapigeni kura. Vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga vyema kuilinda nchi hii. Tunakwenda Tanzania ambapo uchaguzi mkuu unafanyika hivi, kampeni za lala salama zikipamba moto, lakini pia zavutia maoni ya viongozi na raia. Umati huu uliojitokeza hapa unadhihirisha kwamba sisi wana CCM tumedhamiria, tunamaanisha kwamba tunakwenda kuisaka dola. Kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani, naye mwenzangu Angela Ngendo. Kisiwa cha Ushelisheli kinalazimika kufanya marudio ya uchaguzi wa urais baada ya kura iliyopigwa majuzi kukosa kumpata mshindi wa moja kwa moja. Kiongozi wa upinzani Patrick Hemeni anaongoza kwa 48.4%, huku rais wa sasa Vakvel Ramkalawan akizoa 46.4%. Mshindi lazima apate zaidi ya 50%. Kisiwa hiki ni moja ya nchi ndogo barani Afrika, kikiwa na raia 120,000 pekee. Ushelisheli ni kivutio kikubwa cha utalii
hali ambayo imefanya raia wake kuimarika kimaisha. Huku haya yakiarifiwa, taifa la Guinea nalo limetangaza uchaguzi mkuu wake utafanyika Disemba 28 mwaka huu. Hii ni baada ya mahakama ya juu kuidhinisha kura ya maoni iliyounga mkono katiba mpya ambayo inatoa mwongozo wa uchaguzi. Rais wa sasa ambaye anasimamia utawala wa mpito, Jenerali Mamadi Doumbouya, hajatangaza azimio lake kugombea urais. Alitoa madaraka baada ya jeshi la Guinea kumwondoa madarakani rais wa zamani Alpha Conde mwaka 2021. Namibia imetuma mamia wanajeshi na helikopta za dharura kudhibiti moto ambao unateketeza mbuga ya kitaifa ya Etosha. Mbuga hii ni makao ya faru weusi na ambao wamekuwa kipewa kipaumbele kuhifadhiwa. Namibia imetuma mamia wanajeshi na helikopta za dharura kudhibiti moto unaoteketeza mbuga ya kitaifa ya Etosha. Mbuga hii ni makao ya faru weusi na ambao wamekuwa kipewa kipaumbele kuhifadhiwa. Wizara ya mazingira imelaumu shughuli za kuchoma mkaa kama sababu kubwa ya moto huo kusambaa. Mbuga ya Etosha ni mojawapo ya mbuga kubwa zaidi barani Afrika. Na mamlaka za Mauritania zimedhibitisha kifo kutokana na homa Rift Valley. Hii ndio mara ya kwanza kuwepo na kisa hiki tangu mwaka 2022. Wizara ya afya inasema raia mmoja aliyesafiri kutoka nchi jirani alipatikana na dalili za homa hiyo. Wote waliotangamana na marehemu wameanza kutengwa na kuwekwa eneo maalum kuanza matibabu. Homa ya Rift Valley inaambukizwa na mbu na dalili zake ni pamoja na kuvuja damu mwilini. Haina tiba wala chanjo. Visa vingi vinaripotiwa barani Afrika, Asia na Mashariki ya Kati. Naam, shukran sana Angela Ngendo. Tunakunjua jamvi letu kwa kuingia nchini Tanzania kwa kishindo, ambapo taifa hilo la Tanzania linachagua uongozi mpya, yani rais, wabunge na madiwani. Awamu hii uchaguzi huu umevutia maoni mengi na gumzo mitandaoni imetawala kutokana na matukio ya kila uchao. Chama tawala CCM kinaonekana kifua mbele, huku wadadisi wa kisiasa wakisema hakikabiliwi na upinzani. Hii ni baada ya chama kikuu cha upinzani, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kuhususia kura ya mwaka huu. George Jogopa amefuatilia kampeni ya Chama cha Mapinduzi CCM na kuandaa taarifa hii. Kampeni nchini Tanzania zimepamba moto licha kwamba chama tawala CCM ndicho kinachoonekana kutawala zaidi majukwaa ya kisiasa, na hii ni bila shaka kutokana na misuli yake ya kiuchumi inayofanya kufika kila pahala kunadi sera zake. Wagombea wake kuanzia nafasi ya rais na makamu, wabunge mpaka madiwani wamekuwa kihinikiza majukwaa ya kisiasa kwa mbwembwe na kutoa tambo kuhusu uchaguzi ambao unafanyika katika wakati ambako baada kukiona kilio kikubwa kutoka kwa baadhi ya wanasiasa. Ama kukosekana kwa chama kikuu cha upinzani Chadema katika uchaguzi wa mwaka huu kumefanya kutokuwepo mizani inaweza kupima upi mwelekeo halisi wa kisiasa unaovutia wafuasi zaidi katika mikutano yake ya kampeni. Chadema imejiweka kando na uchaguzi wa mwaka huu ikishinikiza kufanyika kwanza mabadiliko katika mifumo yote ya uchaguzi, na katika kutilia uzito jambo hilo imeanzisha kampeni yake ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Hatua hiyo imekifanya chama tawala CCM kuyatawala majukwaa ya kisiasa kwa sehemu kubwa pekee, licha kwamba kumekuwa na vyama vingine zaidi ya 15 vinavyoshiriki uchaguzi unaofanyika Oktoba 29. Mgombea wa CCM Rais Samia Suluhu Hassan anasema chama chake kiko imara, akitupa kijembe kwa upande wa pili kwa madai kwamba upande huo umetia mpira kwa pani kuhofia uchaguzi huu. Najua nini? Kule nakotoka mimi Zanzibar, kuna timu ambayo wakiona wanaenda kufungwa na ushindi haupo, wanatia mpira kwa pani, wanasema hawatuwezi watu wenzetuni. Sasa kuna jamaa zetu wametia mpira kwa pani zamani, mapema kabisa, wanasema CCM hatuwezi hebu wenzetuni. Kumbe kutokana na Chadema kujiweka kando katika uchaguzi huu, CCM imesalia kuwa na uwanja mpana wa kujinasibu katika majukwaa yote ya kampeni na kwa kiwango kikubwa. Kutokana na Chadema kujiweka kando katika uchaguzi huu, CCM imesalia kuwa na uwanja mpana wa kujinasibu katika majukwaa ya kampeni kwa kiwango kikubwa. Vyama ambavyo vimepeperusha bendera zao katika kampeni za mwaka huu na ambavyo ni mshindano wa CCM ni pamoja na Chama cha Umma, ACT Wazalendo,
chama cha wananchi kafu, Tanzania Labour Party, TLP, UDP na NLD. Vingine ni pamoja na SAU, DP, NCCR Mageuzi, TADEA, NLD, UMD, chama cha Makini, CCK na AFP. Hata hivyo vyama hivyo havionekana sana katika majukwaa ya kampeni kutokana na sababu mbalimbali, lakini kikubwa zaidi ni kutokana kukabiliwa na uhaba wa fedha. Mgombea wa rais kupitia chama cha TLP, Rostas Ramagira, anakiri kwamba uhaba wa fedha miongoni mwa vyama na wagombea wake ni mtihani mkubwa unaendelea kuviandama vyama vingi katika kampeni hizi. Tuna shida ya pesa kwa sababu hatuna ruzuku. Karibu tulio wengi hatuna ruzuku. Kwa hiyo watu unakuwa unaomba na watu wanaogopa kukusaidia chochote, lazima ikijulikana wanaweza kanifuatilia. Kwa hiyo inakuwa shida. Katika historia ya uchaguzi wa vyama vingi nchini Tanzania, uchaguzi wa mwaka 2015 unasaliwa kukumbukwa kwa namna kampeni za pande zote, yani upinzani na chama tawala CCM, vilivyotikisa majukwaa yote ya kisiasa. Upinzani ulisimamisha mgombea mmoja kupitia umoja wao uliojulikana kama Ukawa, ulibadilisha kabisa hesabu za kisiasa za Tanzania kiasi cha kila upande, yani chama tawala CCM na upinzani, kushindwa kubashiri moja kwa moja nani angeibuka mshindi. Lakini mara hii, kama anavyoona katibu mkuu wa chama tawala Dr. Asha Rose Migiro, CCM imebeba uhakika mabegani wa kuendelea kushikilia dola. Umati huu uliojitokeza hapa unadhihirisha kwamba sisi wana CCM tumedhamiria, tunamaanisha kwamba tunakwenda kuisaka dola. Wakati vuguvugu la kampeni likiwa linaanza kuingia katika hatua ya pili tangu kwanza kwake, mgombea wa CCM Rais Samia Suluhu Hassan ameonya juu ya kile anachokiita chokochoko yote ya kutaka kuharibu uchaguzi wenyewe. Anasema uchaguzi utafanyika katika mazingira ya amani, huku akisisitiza vyombo vya ulinzi na usalama kujipanga kudhibiti hali yote ya korofi inaweza kujitokeza. Ni watoe hofu kwamba tarehe zile za kupiga kura hakutakuwa na vurugu yoyote. Tokeni kwa wingi, kapigeni kura. Vyombo vya ulinzi na usalama vimejipanga vyema kuilinda nchi hii. Na mimi ndio amiri jeshi mkuu nayesema hapa. Tumejipanga vyema kuilinda nchi hii. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi. Naomba watu tokeni, amshaneni, kapigeni kura. Wapiga kura wakati bado wanaendelea kuamulika wagombea kabla ya kuamua hapo Oktoba 29 katika uchaguzi ambao hata hivyo umehususiwa na kambi moja upinzani Chadema inaoshinikiza kufanyika mabadiliko katika mifumo inayoangazia uchaguzi. Mimi ni George Njogopa. Tukiachana na shamra za kampeni, uchaguzi huu wa Tanzania umevutia maoni tofauti ndani na nje ya CCM. Aende akiendanga ama aende akingoja? Aende akiendanga. Mbinga oye! Wana Mbinga hamjambo? God is good. NRM oye! Katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mustakabali wa siasa unaonekana kuyumba. Huku mataifa mawili makuu ya Tanzania na Uganda yanapojiandaa kwa uchaguzi, wachambuzi wa siasa wameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kile wanachokiita ukandamizaji wa demokrasia na vyama vya upinzani. Dr. Samia oye! Huko Tanzania hali ya kisiasa si ya kutia moyo kwa upande wa demokrasia. Mpinzani mkuu wa chama cha Chadema Tundu Lissu anakabiliwa na mashtaka ya jinai, huku chama hicho kikiwa kimezuia kushiriki katika kinyang'anyiro cha urais. Wachambuzi wanasema kitendo hiki kinazua maswali makubwa kuhusu usawa wa kisiasa na uhalali wa uchaguzi ujao. Frank Kasumba ni mchambuzi wa kisiasa Uganda. Kidogo siasa za Tanzania zimeanza kubadilika. Upinzani imeanza kufinywa. Hivi ninavyoongea wakuu wa chama sifika cha upinzani wako ndani na chama chao kimepikwa marufuku kuparticipate kwa siasa yenye inakuja mwezi moja ama vile hapo mbele. Na tunafikiri hii sio kitu mzuri kwa kukuza demokrasia
na constitutionalism, kwa sababu siasa zetu ni siasa za vyama vingi. Ukitaka kwa ulengo wa siasa peke yako then si mzuri kabisa. So kidogo nasema Tanzania haijatupa mfano mzuri Afrika Mashariki kwa namna tunafaa kuenda kisiasa, demokrasia na kuangalia katiba zetu zinasemaje. So tunasema ati siasa za Mama Suluhu si mzuri, hajatupa mfano mzuri kabisa Afrika Mashariki, na kitu inatuuma sana ati yeye ndio mama wa kwanza Afrika Mashariki kuwa kiongozi. Angetupa ile hope, angepea wamama ile hope kwa kiongozi mzuri, atupe mfano such that hata nchi zingine zichukue ile mfano. Nchini Uganda simulizi ni ile ile. Aliyekuwa mpinzani mkuu wa Rais Yoweri Museveni na mgombea wa mara 4 wa urais Kizza Besigye anashikiliwa gerezani akikabiliwa na tuhuma za uhaini na umiliki wa silaha kinyume na sheria. Lakini kwa wengi hii ni ishara ya kung'olewa kwa demokrasia. Kasumba anasitiza hali hii inafunua mwelekeo hatari wa kisiasa Uganda. Ukiangalia Uganda na Kenya pia tuko na ile sintofahamu. Uganda kiongozi wa upinzani mwenye anajulikana Kizza Besigye yuko jerani. Koti iliamua atolewe kwa jela ya jeshi, akuje kwa koti za kawaida, kesi yake isikizwe, lakini unaona serikali imemnyima kusimamiwa kotini. Saa hii tumepitisha sheria mbaya sana, amendments to sheria za vyama vingi, the Political Parties Amendment Act. Sasa inasema usipokubaliana na maagizo ya serikali, kitu cha kwanza utanyimwa zile pesa za serikali zenye vyama vinapewa. Lakini changamoto hazipo tu kwa vyama vya upinzani. Vyombo vya habari ambavyo vinapaswa kuwa jicho la wananchi pia vimetekwa. Wamiliki wengi wa redio na televisheni ni wanasiasa wanaotumia ushawishi huo kuzuia sauti za upinzani. Hii imewafanya wagombea wengi sasa kutafuta suluhu kwenye mitandao ya kijamii ambako wana uhuru zaidi wa kuwasiliana na wananchi. Na hizi redio za FM sasa zina ile siasa, unaziita political talk shows, zenye watu wengi sana wametumia kueneza siasa yao. Na research inaonyesha ati maredio mengi yenye yako Afrika Mashariki ni ya wanasiasa. So hiyo maredio si sana ati yanaelimisha watu, yanaambia watu mipango ya serikali, ni siasa. Fanis Akelo, mgombea wa kiti cha ubunge cha wawakilishi wa wanawake katika wilaya ya Busia, anasema kuwa gharama ya juu ya matangazo ya redio imemlazimu kuhamia kwenye mitandao ya kijamii ili kuendesha kampeni zake. Tukianza, mimi niko very grateful eti tuko kwa wakati kama social media iko kama redio, kila mtu ako nayo. Sasa hapa tuko kwa village setting, na si eti kila mtu anaweza kupata TV, lakini ukiangalia smartphone yuko cheap compared to a TV. And sasa yuko rahisi sana kutuma message yako kupitia katika social media. Hata hivyo bado kuna mwanga mwishoni mwa handaki. Frank Kasumba anasisitiza kuwa mustakabali wa siasa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki unaweza kubaki imara ikiwa serikali zitachukua hatua madhubuti kulinda demokrasia. Sada Mubale, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Kampala. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Jiunge nasi kwenye mitandao ya Facebook, YouTube na TikTok. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi.
Makala haya yanaangazia uchaguzi mkuu wa Tanzania, na hii leo tukiwekea jicho kampeni za Chama cha Mapinduzi. Makala haya yanaangazia uchaguzi mkuu wa Tanzania, na hii leo tukiwekea jicho kampeni za Chama cha Mapinduzi. Pia tunaangazia hisia mseto kuhusu mwelekeo wa chama hiki cha CCM. Na gumzo letu hii leo ambapo tunaangazia uchaguzi wa Tanzania. Japo kuhusu CCM, wadadisi wa kisiasa wanadokeza kwamba chama hicho kitaibuka na ushindi. Hata hivyo ni ushindi ambao umekumbwa na mawimbi. Baadhi ya waliokuwa wandani wa chama wamekosoa baadhi ya maamuzi na mwelekeo wa chama hicho. Kunao wanaohoji mustakabali wa CCM katika miaka ijayo, huku Afrika ikishuhudia wimbi la mabadiliko. Tahariri ya Shisia Wasilwa inaangazia hatma ya vyama tawala, hususan baada ya vyama kadhaa kushindwa uchaguzi mkuu, ikiwepo MPC, chama tawala cha Malawi, ambacho kimeondolewa madarakani kupitia kura. Dhoruba ya kisiasa barani Afrika inazidi kufumka. Sauti za wananchi ambazo kwa miaka mingi zilitulizwa na nyimbo za siasa za ahadi na porojo, sasa zimegeuka kwa kelele za ukali na uthubutu. Wananchi wamechoka na siasa za mikutano ya hadhara isiyo na maana. Wamechoka na vyama vikongwe vinavyodhani urithi wa kihistoria ni tikiti ya milele ya kutawala. Wamechoka na viongozi wanaopiga mihadhara mizuri majukwani lakini wanashindwa kutenda vitendo serikalini. Malawi imekuwa mfano wa wazi. Chama cha MCP kimeondolewa madarakani licha ya historia yake ndefu ya uongozi. Wananchi hawakutaka tena sifa za kihistoria, walitaka matokeo yanaonekana. Kuanguka kwa MCP ni kengele ya tahadhari kwa vyama vyote vilivyobweteka kwa sifa za zamani. Kenya pia ipo njia panda. Rais William Ruto anakabiliwa na shinikizo la kuwa rais wa muhula mmoja. Wananchi wanahisi kuwa ahadi za maisha bora na kupunguza gharama ya maisha bado ni ndoto zisizoguswa. Uchumi unaowabana watu, vijana wanakosa ajira, na hasira ya wananchi imeanza kumiminika wazi. Tanzania nayo haipo salama. Chama cha CCM kilichozoea kuonekana kama ngome isiyotikisika kimeanza kupoteza mvuto wake. Wananchi wamechoka na mzunguko wa ahadi zisizotekelezwa. Wanataka uongozi unaosikiza vilio vyao vya kila siku. Ahadi ya chama hicho inazidi kutikisika kila kuchapo. Uganda, baada ya miongo minne chini ya Rais Yoweri Museveni, wananchi wengi wameanza kukosa subira. Upinzani unaendelea kupata nguvu, hasa miongoni mwa vijana ambao hawajui historia ya mapambano ya silaha, bali wanajua uchungu wa ukosefu wa ajira, gharama kubwa za maisha na kukosa fursa. Upinzani unaendelea kupata nguvu hasa miongoni mwa vijana ambao hawajui historia ya mapambano ya silaha, bali wanajua uchungu wa ukosefu wa ajira, gharama kubwa za maisha na ukosefu wa fursa. Museveni na chama chake cha NRM wanakumbwa na changamoto kubwa uhalali wa kisiasa mbele ya kizazi kipya kilichoshiba ahadi zisizo na matunda. Wananchi sasa hawadanganyiki kwa maneno matamu wala misemo mizuri. Teknolojia ya mitandao ya kijamii zimewapa uwezo wa kuchunguza, kulinganisha na kufichua uongo na siasa kwa sekunde chache. Vijana walio wengi katika bara hili hawana muda wa kusikiliza maneno matupu. Wanataka ajira, wanataka afya bora, wanataka elimu yenye maana, wanataka maendeleo yanayoonekana. Vyama vikongwe vya siasa vinaishi kwa kumbukumbu za ushindi wa jana, lakini wananchi wanauliza, leo umefanya nini? Kesho mtafanya nini? Historia pekee haiwezi kulisha njaa, haiwezi kujenga barabara, haiwezi kutoa dawa hospitalini. Wakati umefika wa vyama na viongozi kutambua kuwa enzi za kudanganya zimekwisha. Wananchi wanataka uwajibikaji, wanataka uongozi wa maadili, na zaidi ya yote wanataka maendeleo yanayoweza kushikika. Vyama vitakavyoshindwa kusoma alama za nyakati vitasaulika kwenye kaburi la historia, navyo vipya vitakavyokuwa na ujasiri wa kutenda badala ya kuahidi vitainuka. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Afrika huru, wananchi ndio wanaandika ukurasa mpya wa siasa, na ujumbe wao ni mmoja tu: ahadi za uongo hazitoshi tena. Tunataka vitendo, tunataka maendeleo. Namnam, basi karibu sana msikilizaji, na bila shaka tunaendelea kupokea maoni mengi tu kupitia mitandao yetu ya kijamii. Hapa nikiangalia, nimeingia kwenye mtandao wa Facebook na ninaona kwamba wasikilizaji wetu wako wima kabisa kufuata idhaa mpya kabisa mjini.
Kaka Ongicho Walter kutoka nchini Kenya anasema nini? Anasema mtasikika redio wapi washirika? Na anasema pia tuwasubiri kwa hamu sana katika redio washirika, lakini pia hongera kwa matangazo yenyu kupitia mitandao ya kijamii. Shukran. Sasa kaka Ongicho, muda usio kwa mrefu basi mtakuwa mnatusikiliza kupitia redio washirika katika nchi hizi zetu za Afrika Mashariki na ya Kati, na utatusikia barabara kabisa. Duke Dom Makori, hongera sana bingwa na wakuu wote ndani ya idhaa pendwa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Na namuona hapa presenter Kongoea anasema nangoja kwa hamu sana kusikiliza makala mbalimbali kwani hii ni kubwa Afrika nzima. Endelea kutuma maoni yako na pengine ni makala yepi au pengine ni taarifa zipi ambazo ungetarajia kwamba wanahabari wataweza kuyaangazia. Je, ungependa tuangazie makala yanayokaa vipi? Je, ungetaka tuyadadisi na kuchambua masuala yepi? Tuma maoni yako na tutakuwa tunayasoma papa hapa katika Sauti ya Mwafrika. Hii ni idhaa ya Mwafrika kabisa. Basi kabla ya kutamatisha matangazo haya, tuangalie taarifa nyingine ambazo zimekuwepo barani na Angela Ngendo. Huyu hapa tena. Kisiwa cha Ushelisheli kinalazimika kufanya marudio ya uchaguzi wa urais baada ya kura iliyopigwa majuzi kukosa kumpata mshindi wa moja kwa moja. Kiongozi wa upinzani Patrick Hemeni anaongoza kwa 48.4% huku rais wa sasa Vakvel Ramkalawan akizoa 46.4%. Mshindi lazima apate zaidi ya 50%. Huku haya yakiarifiwa, taifa la Guinea nalo limetangaza uchaguzi mkuu wake utafanyika Disemba 28 mwaka huu. Hii ni baada ya mahakama ya juu kuidhinisha kura ya maoni iliyounga mkono katiba mpya ambayo inatoa mwongozo wa uchaguzi. Rais wa sasa ambaye anasimamia utawala wa mpito, Jenerali Mamadi Doumbouya, hajatangaza azimio lake kugombea urais. Namibia imetuma mamia wanajeshi na helikopta za dharura kudhibiti moto unaoteketeza mbuga ya kitaifa ya Etosha. Mbuga hii ni makao ya faru weusi na ambao wamekuwa wakipewa kipaumbele kuhifadhiwa. Na mamlaka za Mauritania zimedhibitisha kifo kutokana na homa ya Rift Valley. Hii ndio mara ya kwanza kuwepo na kisa hiki tangu mwaka 2022. Wizara ya Afya inasema raia mmoja aliyesafiri kutoka nchi jirani alipatikana na dalili za homa hiyo. Wote waliotangamana na marehemu wameanza kutengwa na kuwekwa eneo maalum kuanza matibabu. Homa ya Rift Valley inaambukizwa na mbu na dalili zake ni pamoja na kuvuja damu mwilini. Haina tiba wala chanjo. Visa vingi vinaripotiwa barani Afrika, Asia na Mashariki ya Kati. Ikiwa unajiunga nasi, karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye mitandao ya Facebook, YouTube, TikTok. Endelea kuweka maoni yako kwenye kurasa hizi na pengine utueleze uko wapi, unasikiliza ukiwa wapi. Tuendeleze gumzo la leo. Naam, barabara kabisa msikilizaji, natumai popote ulipo unaendelea vizuri ukiendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili kupitia mitandao yetu. Jina langu ni Anna Ngugi nikiwa mtangazaji wa zamu. Katika sehemu ya neno la siku hii leo tunatizama neno ukiritimba. Je, ushawahi kusikia neno hili ukashangaa hili nalo ndio nini? Basi tuko hapa pia kukufunza Kiswahili na kukueleza bayana kuhusiana na misamiati ambayo huenda inakupiga chenga kidogo. Leo tunatizama neno ukiritimba. Neno ukiritimba linamaanisha hali au mfumo ambapo mtu mmoja, kundi moja au shirika moja linamiliki au kudhibiti kikamilifu jambo fulani, hasa katika biashara, siasa au maarifa, bila kuruhusu ushindani au ushiriki wa wengine. Kwa maneno mengine ni udhibiti wa kipekee unaozuia wengine kupata nafasi ya kushiriki. Mifano ya ukiritimba. Kibiashara, wakati kampuni moja inadhibiti kabisa soko la bidhaa au huduma fulani, ikizuia kampuni nyingine kushindana nao. Mfano, kampuni ya simu ina ukiritimba katika huduma za mtandao vijijini. Kutumia neno ukiritimba katika nyanja ya kisiasa.
Chama au kikundi kimoja kinapokuwa na mamlaka yote ya kisiasa bila vyama pinzani kuwa na nafasi ya kweli. Mfano, ukiritimba wa chama kimoja ulidumaza demokrasia nchini. Kisawe cha neno ukiritimba ni umangimeza. Na kuambia hapa ndipo kwenye idhaa ya Kiswahili utakuwa unayasoma mengi hata misamiati. Je, ni neno lipi ambalo ungetaka tukueleze lina maana gani, au kuna neno ambalo kidogo huwa linakuchenga na unaona kwamba bado hujalielewa vizuri kwa Kiswahili? Tuma neno hilo kwenye mitandao yetu na tutaweza pengine kuangalia neno hilo na kuitazama kwa kina na kukueleza lina maana gani. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwa heri kwa sasa.